nikazungumza nikawaambia, lakini na hii pia ni kamari. Haya madudu yaliyowekwa haya yanayoitwa bonanza haya, nikamwambia hii pia ni kamari, kwa sababu mimi nilikuwa sijui. Nikaulizia, ukiweka ile 200 yako 400 yako, kama umekosea labda kufanya hivyo ulivyofanya, unarudishiwa pesa yako? La, ndio imeenda. Hii ni kamari, hii ni kamari. Lakini sisi ndio ambao watoto wetu unampa 500 anaenda shule anakula 300, 200 anaenda kucheza bonanza, na anakuja kukuhabarisha, baba, nimecheza bonanza nimepata 6,000. Na mashallah, janja kweli, ulifanyaje? Yote hii ni sisi Waislamu kujikita kwenye dunia, kuiacha elimu yetu ya sheria, kuacha mafundisho ya Mtume. Tumefika wakati kamari kwetu sisi ni jambo la kawaida. Watoto wao kwa sababu tu ya pesa za kamari. Ufika wakati akamwambia, vipi? Leo mkeka uko vipi? Kijana anamwambia, leo nimeona napoelekea nilikuwa tayari nishapata 100,000. Nikaona wanasema si ni cash out. Nikaona ni cash out. Basi hiyo 100,000 nipatie 30 na mimi leo nikanywa kahawa. Baba Muislamu, kisha ni mwana sunna, anajinasibisha na Ahlus Sunna wal Jamaa, anaridhia wanawe kucheza kamari bila kutambua ubaya na uovu wa dhambi la kamari. Ndugu zangu Waislamu, tufahamu ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haya mambo yote ambayo yanafanyika, ambayo sisi tunasema ni madhambi ambayo tunayahesabia ni madogo, ni mepesi, lakini mbele ya Allah ni mazito, haya madhambi yote Mtume ameyakemea.